Habari gani mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV. Ni live kabisa kutoka Dar es Salaam tu Arusha, na hapa tuko Ngorongoro kwenye hifadhi ya mbuga za wanyama. Tuko tunatizama hapa mambo mbalimbali ambayo yanaendelea. Tumeona wanyama wengi mbalimbali, na safari hii imeandaliwa na wanawake kuelekea siku ya wanawake duniani kesho tarehe 8. Na hapa niko na miongoni mwa watu ambao ni viongozi wa hii tu ambao imefanyika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 3. Tutatambulisha kwa majina yake, lakini tutajua nini haswa ambalo lengo kubwa la kufika Ngorongoro siku ya leo. Madam, kwanza hongera sana. Asante sana, nashukuru. Labda kwa faida ya watazamaji, unaitwa nani? Naitwa Elina Mwangomo, ni mkurugenzi wa kampuni ya Tanzanite Corporate Limited, ambao ndo tumekuwa waandaaji wa safari hii ya kuelekea eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Lengo hasa au dhumuni kubwa la safari hii kwa wanawake ni nini? Lengo hasa ilikuwa ni kuungana wanawake, kufanya networking, lakini kupunguza mchoko wa kazi. Safari hii imeundwa na wanawake kutoka taasisi mbalimbali. Tuna taasisi za serikali, tuna taasisi binafsi, tuna mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo lengo kubwa ilikuwa ni kuja kukutana, kufahamiana, kutoa mchoko wa kazi, kutoa mchoko wa vikoba na vikundi. Na tumeona ni kwa nini wanawake peke yao, au kwa sababu wanaelekea katika siku yao ya wanawake duniani? Yes, ni kwa sababu tunaelekea katika siku ya wanawake duniani, lakini hii ni kuenzi kazi za our first female guide, ambayo ni kazi ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Alianza kazi hii, ndo first female guide. Kwa hiyo na sisi tunaenzi kile alichokifanya. Ni kazi nzuri na kubwa, na imeonekana na imeleta sana mwitikio chanya. Yes. Ukiwa kama mwanamke na kesho ni siku yenu ya wanawake duniani, ni kitu gani hasa ambacho unajivunia wewe kama mwanamke? Mimi najivunia vitu vingi, lakini najivunia nafasi nilionayo. Kuwa na kampuni ya tour na kufanya hizi kazi za utalii ilikuwa ni kazi ya wanaume, lakini sasa hivi wanawake tumeingia, japo bado ni wachache, lakini tupo na tunafanya vizuri sana. Nini sasa wito wako kwa wanawake wengine ambao labda wamekata tamaa na maisha, au pengine wamekata tamaa, wanaona kabisa kuna kazi fulani ni wanaume pekee wanaweza kuifanya, lakini tumeona kwako wewe kwamba hata wanawake mna uthubutu wa kuweza kufanya hivyo. Unawaambia nini wanawake hapa? Kwa upande wangu labda niongelee kwa hiki ninachokifahamu upande wa utalii, niwatie tu moyo. Keki bado ni kubwa sana kwenye upande wa utalii, na bado kabisa haijatafunwa. Kwa hiyo niwaalike kwenye utalii, kuna fursa nyingi, mnyororo wa thamani ni mkubwa sana. Kwa hiyo tuwaalike wanawake, fursa bado ziko nyingi kwenye utalii, tusikate tamaa, tuinuke, hakuna kazi ya mwanaume. Kazi zote tunaweza. Yes. Ukiwa kama mkurugenzi wa kampuni hii ya utalii ambayo leo imefanikisha zoezi hili, kwanza umejisikiaje? Mimi nimejisikia furaha sana, hasa nilipoona nyuso za wanawake zikiwa na furaha kubwa. Kwa kweli wamefurahi, wateja wetu wameenjoy sana, na hata wewe ndugu mtangazaji nadhani hilo umelishuhudia na kuona kwamba wanawake wamefurahi, wanawake wamekutana pamoja na wakafurahi kwa pamoja. Kwa kweli ni jambo kubwa sana, na sisi tumefurahia sana jambo hili. Kwa kweli kwetu hii ni historia. Sisi tunafanya konvoi nyingi sana, ila konvoi hii ni ya kipekee. Konvoi hii ni ya wanawake peke yake. Hii ina utofauti na konvoi nyingi ambazo tumefanya. So nimefurahi sana, na nipende tu kuishukuru serikali yetu kwa kuamua kuleta maadhimisho haya mkoani Arusha. Kwa kweli wamefungua fursa kubwa kwa wanawake. Labda kwa faida ya wamama au wanawake ambao hawajafanikiwa kufika kwenye tour hii, na pengine unaweza kuwapitisha ratiba kwa uchache vitu ambavyo wameweza kukosa katika tour hii, ili awamu nyingine waweze kushiriki nao pia? Kwa kweli wamekosa vitu vingi. Niseme tu wamekosa vitu vingi, wamekosa lile vibe. Kuna mavibe, lakini lile vibe la getini nadhani mwenyewe umeliona. Ni vibe la tofauti. Kwa kweli tupende tu kutoa rai kwamba zikitangazwa siku nyingine fursa kama hizi waweze kutembelea, kwa sababu tunapokuja kwa grupu kama hivi bei inakuwa ni rahisi sana, tofauti na kuja ukiamua kuja peke yako. Kwa hiyo katokea fursa ukasikia ni safari ya group, kwa kweli ujoin, na inakuwa na experience tofauti. Kuna connection kubwa sana. Hawa ni wanawake wa taasisi mbalimbali wako hapa. Kwa hiyo
ni vizuri kufahamiana. Kwa hiyo wamekosa connection, wamekosa vibe na wamekosa kufika eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwa gharama ndogo sana. Labda mwingine ambaye anatutazama hivi sasa kupitia Sullivan TV pamoja na Djuma TV anaweza kujiuliza, pengine ni magari manne ambayo yametoka jijini Arusha kuja katika hifadhi hii. Labda idadi kwa haraka ya msafara huu ulikuwa ni magari mangapi na yanabeba watu wangapi? Tulikuwa na gari 50, watalii 7 na guide 1. Yes. Ni watu wengi kweli ambao wamefika. Yes, ni watu wengi sana wapo. Mimi nikushukuru sana na nikupongeze, labda wito wako kuelekea siku ya kesho, siku ya wanawake duniani ambayo kitaifa itafanyika jijini Arusha, na wewe ukiwa miongoni mwa wanawake ambao wanasherehekea siku hiyo. Wewe kama mwanamke sasa una wito gani kwa wanawake wengine kuelekea siku ya kesho? Mimi nawapongeza wanawake wote. Kila mmoja alipo kwa nafasi yake amefanya kazi nzuri sana na kubwa. Nipende tu kuwapongeza wanawake wote duniani. Asante sana. Asante sana. Asante. Labda kwa haraka sio kwa ulazima. Media mbalimbali ambazo zimetoka, kwa mfano watu wametoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kujoin kitu kama hiki. Ukiwa kama sehemu ya mkurugenzi wa kampuni hii ya utalii, umejisikiaje kuona waandishi wa habari wamefika hapa na kuweza kuchukua tukio hili kubwa kabisa ambalo limefanyika, tunaweza tukasema kitaifa, kwa sababu ni mashirika mbalimbali ambayo yameungana kutoka mikoa mbalimbali kufanikisha hili? Mimi nimefurahi na nipende kuwapongeza kwa sababu kupitia nyie watu wanapata taarifa na wanaona na wanahamasika pia kutembelea vivutio vya utalii. Nipende kuwashukuru mno na niwakaribishe tena na tena Arusha kwa ajili ya kuja kuchukua matukio kama haya ili kuendelea kutoa uelewa kwa Watanzania ili wapende kutembelea vivutio vya utalii. Yeah. Mimi nikushukuru sana. Asante sana, nashukuru. Naam, huyo alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii ya utalii ambayo inafanyika huku Ngorongoro, lakini pamoja na mbuga zingine ambazo zinapatikana hapa Tanzania. Kwa hiyo ameweza kuzungumza kwa nafasi yake, lakini kubwa zaidi amesisitiza kwamba wanawake tunaweza, na keki upande wa utalii bado ni kubwa, tuna uwezo wa kuendelea kuitumia kwa kadri tuwezavyo. Kwa hiyo wewe mwanamke umepewa fursa tayari ya kuweza namna gani kuweza kupata ajira au kuweza kuanzisha kitu chako na kikazaa matunda makubwa zaidi. Lakini pia amegusia kuelekea siku ya wanawake duniani, amewapongeza, lakini amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba yeye ndio balozi mkubwa ambaye ameanzisha kitu hiki cha utalii na ndio kiongozi ambaye anasimamia mambo ya utalii. Wao wanafuata na wana mwenzi vyema kabisa. Kwa hiyo nikusii au nikuombe tukutane kesho. Leo nasikia kuna mkesha kama kawaida tukitoka Ngorongoro, nyama choma za Makonda. Okay. Yes. Ni nyama choma, nasikia ng'ombe 400. Yaani